Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hayo tunakwenda kuiangaza semezani siku ya leo mara baada ya dirisha kubwa la usajili kwa msimu wa mwaka 2026-2027 kuweza kufunguliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi ni kuhusiana na ile orodha ya wachezaji ambao kwa sasa wanahusishwa kuhamia katika vilabu vikubwa viwili nchini Tanzania. Hapa tukienda kuongelea Simba Sports Club na Yanga Sports Club. Hii ni kutokana na ushawishi mkubwa ambao vilabu hivi wamekuwa wakionyesha. Sasa fahamu miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kuwa gumzo kubwa katika usajili huu ni mchezaji Idi Suleiman Nado. Idi Suleiman Nado ni nani? Fahamu Idi Suleiman Nado ni mchezaji ambaye anacheza katika klabu ya soka ya Azam Football Club, ambapo mchezaji huyu tunaona anacheza katika eneo la winga wa kushoto, yani namba 11, ambapo tunashuhudia msimu uliomalizika 2025 2026 alikuwa katika kiwango bora sana kuweza kuisaidia klabu ya soka ya Azam kuweza kumaliza katika nafasi ya 3. Ni kutokana na mchango wake wa magoli, bila kusahau assist ambazo amekuwa akizitengeneza ndani ya klabu ya soka ya Azam Football Club. Idi Nado mwenye umri wa miaka 29 amebakiza mkataba wa mwaka mmoja kuitumikia klabu ya soka ya Azam Football Club, lakini mabosi wa Azam wamemfuata kuomba aboreshe mkataba wake, yani wamuongezee mkataba mpya. Nyota huyu ameweza kugoma kusaini mkataba mpya, akitaka apewe kiasi cha shilingi milioni 500 fedha taslim za Kitanzania kama sehemu ya signing fee yake, lakini vile vile ameweza kuomba mshahara wa milioni 50 kwa mwezi ili aweze kusaini mkataba na klabu ya soka ya Azam. Lakini tunaona dili kwa Azam limeonekana kuwa gumu. Kwa sasa mchezaji huyu ameweza kuomba kuondoka kwenda kutafuta changamoto nyingine nje ya klabu ya soka ya Azam. Yeye ni mchezaji mkubwa, anahitaji kupata vikombe za ndani kabisa. Klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kuwasiliana na management ambayo inamsimamia Idi Suleiman Nado, akiamini kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazawa mwenye kipaji kikubwa ambaye akijiunga na klabu ya soka Yanga basi moja kwa moja atakwenda kuifanya klabu hiyo kuwa bora. Huku Simba nao pia wameweza kuulizia kupata huduma ya mchezaji huyo. Kwa kutokana na ofaizi ambazo Idi Suleiman Nado anazo zimemfanya kuwa na kiburi na kutokutaka kuendelea kubakia ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Kwa hiyo huenda tukamshuhudia Idi Suleiman Nado akiangukia Kariakoo kati ya klabu ya soka ya Simba na au Yanga Sports Club, lakini Yanga ndio ambao wana nafasi kubwa ya kumnyakua mchezaji huyu. Ukiachana na Idi Suleiman Nado, mchezaji mwingine ambaye naye pia ameondoka ndani ya klabu ya soka ya Azam ni mchezaji James Akaminko aka Jaka Boy. Fahamu James Akaminko ni miongoni mwa wachezaji wa Kigana ambaye anacheza katika eneo la kiungo namba 6, defensive midfielder, mchezaji ambaye anacheza kuzuia. Kiungo huyu tunaona amekuwa na msimu bora sana wakati akitumikia klabu ya soka ya Azam, lakini ndio hivyo Azam wanafanya safisha na ameweza kuachana na kiungo huyu wa Ghana. Kwa sasa mchezaji huyu anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu Yanga ukiangalia katika eneo lile la kiungo namba 6 bado hapajawa na utulivu, kwa sababu mara hii unamkuta anacheza Mohamed Dombia, mara hii unamkuta anacheza mchezaji anaofahamika kwa jina la Duke Aboya, sometimes unamkuta mchezaji Azizi Ndambwile. Kwa hiyo Yanga kutokana na ubora ambao James Akaminko raia wa Ghana ameuonyesha na tayari ni mzoefu wa ligi kuu ya NBC, wameweza kufanya mazungumzo na kiungo huyu James Akaminko Jakabo. Ukiangalia hata jinsi ambavyo anakuwa anacheza ni mtulivu, anajua kunusa hatari na kukaba. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa huenda dili hili likakamilika, kwa sababu mchezaji mwenyewe pia ameonyesha nia kusalia Tanzania kuitumikia klabu ya soka ya Yanga ili kuweza kuonja ladha ya kucheza michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika.